Israeli na Marekani pamoja na baadhi ya mataifa makubwa hayajawahi kulala usingizi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran. Iran ina kiwanda cha kurutubisha uranium cha Natanz. Natanz ni eneo kuu la kurutubisha uranium nchini Iran. Liko kilomita 250 kusini mwa mji mkuu wa Iran, Tehran. Eneo la kiwanda lina sehemu mbili, yaani kiwanda cha majaribio cha kurutubisha mafuta yaani PFEP na kiwanda kikubwa cha urutubishaji mafuta yaani FEP, ambacho ni kituo kikuu katika mpango wa Iran. Sehemu yake kuu imejengwa chini ya ardhi ili kuilinda dhidi ya mashambulizi ya aina yoyote ile. FEP kilijengwa kwa ajili ya kurutubisha kwa kiwango cha kibiashara. Kituo hicho kinaweza kuhifadhi mitambo 50,000 ya kutenganisha uranium nzito na nyepesi kwa mujibu wa ripoti za kihandisi za mtambo huo. Pamoja na kurushiwa lawama mara kadhaa kuhusiana na mpango wake huo, lakini nchi nyingine za wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic, shirika linalosimamia nyuklia duniani, halijawahi shawishika na utetezi huo wa Iran. Hata hivyo, mashaka dhidi ya Iran na mpango wake huo yalianza pale vifaa vya siri vya nyuklia vilipogunduliwa mwaka 2002. Mashaka yaliibuka juu ya nia ya nchi hiyo. Ndipo Iran ikahusishwa na ukiukwaji wa mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia, yaani NPT, mkataba ambao nchi nyingine duniani ikiwemo Iran yenyewe zimeridhia. Mitambo hiyo iitwayo centrifuge ipo 14,000 kwa idadi yake katika kituo hicho kwa sasa, ambapo pia taarifa zinaeleza kuwa takriban mitambo 11,000 kati yake inafanya kazi ya kusafisha uranium kwa kiwango cha 5%, na kwa kiwango hicho inaweza kutumika kuzalisha mafuta kwa ajili ya mitambo ya nyuklia. Mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia unaruhusu nchi yoyote ulimwenguni kutumia teknolojia ya nyuklia kwa dhumuni yasiyo ya kijeshi kama vile dawa, kilimo na nishati. Hata hivyo, mkataba huo hauruhusu uundaji wa silaha za nyuklia. Tangu Marekani ilipojitoa katika mapatano ya sasa ya nyuklia yanayojulikana kama mpango kamili wa utengenezaji wa pamoja, yaani JCPOA, mwaka 2018, Iran inadaiwa kuwa imevunja mapatano na kwamba inastahili kuwekewa vikwazo. Iran imeweka maelfu ya vinu vya kisasa vya kurutubisha madini ya uranium ambavyo vimepigwa marufuku na mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja. Tangu mwaka 2010, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Marekani ziliwekea vikwazo Iran, vikwazo vikali vya kiuchumi kutokana na madai kwamba inatumia mpango wake wa nyuklia kutengeneza bomu la nyuklia, madai ambayo mara zote Iran imekanusha. Wakati Donald Trump alipoingia madarakani mwaka 2018, aliondoa Marekani ambayo ilikuwa nguzo muhimu ya makubaliano hayo na kuyaita ni mapatano mabaya kwa sababu si ya kudumu, na kudai kuwa hayakushughulikia masuala mengine ikiwemo mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran. Hata hivyo, vikwazo hivyo vya Trump vilikuwa shinikizo kuilazimisha Iran kufanya mazungumzo ya makubaliano mapya na ya kina yanayolenga kubadilisha msimamo wake wa kuhusiana na vinu hivyo vya nyuklia. Hii ni TriGen Media. Usisahau kusubscribe na kushare uwe wa kwanza kupata taarifa mpya kila